Septemba 26 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ambayo majani ya kiangazi yanapepea taratibu kwenye dimba la soka, na katikati ya upepo huo wa hisia na historia, Sergio Busquets anainama kwa mara ya mwisho, si kwa udhaifu bali kwa heshima. Aliingia uwanjani si kwa makeke ya kasi, bali kwa utulivu wa upepo wa asubuhi, akiwa na miguu ya kawaida lakini akili ya ajabu. Busquets hakuwa mchezaji wa vichwa vya habari, alikuwa kichwa kwenye kila habari. Ukimpita Xavi Hernandez, ukamkwepa Andres Iniesta, bado Sergio Carlos Busquets alikuwa mnyamavu lakini mwenye sauti ya mpangilio. Katika uwanja ulioshuhudia miujiza mengi, leo unashuhudia mwisho wa kipande cha muziki, kipande kilichopigwa kwa mpira, kwa utulivu, kwa akili. Uwanja utamisi busara yake, miguu itakosa usahihi wake, na wapinzani watakosa jasho la kufukuzana naye, maana yeye hakukimbia, alisubiri akili yako ichoke. Na kama vile jua linavyoweza kuchomoza hatimaye huzama, basi safari ya Sergio Carlos Busquets inazama, si kwa giza bali kwa mwanga wa heshima. Anaondoka mbele ya gwiji wa mpira, rafiki wa damu, Lionel Andres Messi, ambaye naye anashuhudia mwisho wa simulizi ya mchezaji aliyebeba uzito wa kiungo kwa wepesi wa busara. Huyu ndiye Busquets, alikuwa kivuli cha kila mafanikio ya pale Catalunya na La Roja, mtu wa kazi bila kelele, alitengeneza nafasi bila kuomba sifa. Na sasa tunasema kwa moyo mzito lakini wenye fahari, asante Sergio Busquets. Ulipoingia mpira ukatulia, na sasa unaondoka, lakini jina lako limekita kwenye nyasi, kwenye roho za mashabiki, kwenye historia ya mchezo huu wa mpira wa miguu. Kila la kheri, Sergio Carlos Busquets.